Acha basi tuanze habari zetu tukizungumzia hali ya usalama katika maeneo ya Kalehe pamoja na Walungu, ambako jeshi la FARDC limeweza kusema kuwa limeweza kuimarisha nafasi zake katika maeneo hayo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limesema kuwa limefanikiwa kuimarisha na kudumisha nafasi zake katika maeneo kadhaa ya wilaya ya Kalehe na Walungu mkoani Kivu Kusini baada ya mapigano makali yaliyoripotiwa Ijumaa tarehe 13 Agosti mwaka 2026. Kwa mujibu wa mawasiliano kutoka sekta ya operesheni ya Sokola de Nord Sud Kivu, kumetokea mapigano makali ya FARDC na muungano wa RDF pamoja na AFC M23 katika sheferi ya Bahavu eneo la Kalehe. Jeshi limesema kwamba licha ya mapigano hayo limeendelea kushikilia nafasi zake katika maeneo ya Lumbishi na Chambobo, maeneo hayo yamekuwa miongoni mwa maeneo yaliyofuatiliwa kwa ukaribu kutokana na hali ya usalama katika sehemu mbalimbali za Kivu Kusini. Katika eneo la Walungu, FARDC pia imesema kuwa imefanikiwa kuzuia shambulio lililofanyika katika kijiji cha Igalama kilichopo katika groupement ya Kaniola sheferi ya Ngweshe. Kwa mujibu wa jeshi, vikosi vyake vilifanikiwa kurudisha nyuma mashambulio na baadaye kuimarisha nafasi zake katika maeneo hayo. Kamanda wa sekta ya operation ya Sokola de Nord Sud Kivu, Kanali Benjamin Kisembo Isengoma amehakikisha wazi wa maeneo yaliyoathiriwa kwamba FARDC inaendelea kujitoa kwa ajili ya kuwalinda wananchi na kutetea uadilifu wa maeneo la taifa. Kanali Kisembo amesema jeshi linaendelea kufuatilia hali ya usalama na kuchukua hatua zinazohitajika ili kuzuia vitisho dhidi ya wananchi katika maeneo hayo. Taarifa hizi zinatolewa kupitia mawasiliano ya msemaji wa sekta ya operation ya Sokola de Nord Sud Kivu, Luteni mdogo Jeremy Meya. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba taarifa kuhusu matokeo ya mapigano hayo zimetolewa na upande wa FARDC. Kwa hiyo halisi ya uwanja ya mapigano na maendeleo ya pande zote inaweza kuhitaji uthibitisho zaidi kutoka vyanzo vilivyo huru. Kwa sasa FARDC inasisitiza kwamba imedumisha nafasi zake Lumbishi na Chambobo huko Kalehe, huko Walungu ikisema imerudisha nyuma shambulio la Ingalama na kuimarisha udhibiti wake katika maeneo hayo. Hali ya usalama katika maeneo hayo ya Kivu Kusini inaendelea kufuatiliwa, huku wakaaji wakitarajia kuendelea kuwa waangalifu kutokana na uwezekano wa mapigano mapya kuweza kujitokeza na mapigano hayo yaweze kuwa yenye nguvu zaidi. Hizo ni habari ambazo tulikuwa tukikuandalia. Asante kufuatiliana nasi. Tuelekee basi ndani ya Kalehe ambako raia 5 wameweza kuuawa na wanajeshi 4 wa FARDC wameweza kujeruhiwa katika mashambulizi ambayo iliweza kufanywa na vikosi vyenye kumiliki silaha. Raia 5 wameweza kuuawa na wanajeshi 4 wa FARDC wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi ya mabomu yaliyotokea tarehe 12 Agosti katika maeneo ya Chambobo na Lumbishi eneo la Kalehe mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo, mashambulizi hayo yanadaiwa kufanywa na waasi wa M23 ambao walilenga maeneo kadhaa katika maeneo hayo. Miongoni mwa maeneo yaliyolengwa ni makazi ya wananchi pamoja na nafasi zinazoshikiliwa na wanajeshi wa FARDC. Taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo ambazo pia zimeunga mkono na vyanzo vya kijeshi zinaeleza kwamba raia 5 walipoteza maisha katika mashambulizi hayo, huku wanajeshi 4 wa FARDC wakipata majeraha. Mashambulizi hayo yanatokea katika kipindi ambacho hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kivu Kusini pamoja na Kivu Kaskazini. Tangu mwanzoni mwa mwezi wa Agosti kumekuwa na taarifa za mashambulizi na mapigano kati ya maeneo ya Kalehe Kivu Kusini pamoja na Walikale Kivu Kaskazini. Mapigano hayo yamekuwa na madhara makubwa kwa raia, huku baadhi ya nyumba za wananchi pamoja na nafasi za kijeshi zikilengwa katika operesheni mbalimbali. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya familia zimelazimika kuondoka katika maeneo yao ya makazi na kufuata usalama katika maeneo mengine ambayo yanaonekana kuwa ni safi sana.
Huko Kalehe hali bado inaelezwa kuwa tete, huku wananchi wakiishi katika hofu ya uwezekano wa mashambulizi mengine na kurejea kwa mapigano. Hata hivyo, Alhamisi tarehe 13 Agosti hapo jana, hali ya utulivu na wa muda ilimeweza kuripotiwa katika maeneo ya Chambobo na Lumishi. Wanajeshi wa FARDC wameendelea kuwekwa katika hali ya tahadhari, huku wakifuatilia kwa karibu mwenendo wa usalama ili kuzuia uwezekano wa mashambulizi mapya katika maeneo ya Chambobo pamoja na Lumbishi. Licha ya hali hiyo ya utulivu, usalama katika maeneo hayo bado haujawa na uhakika. Wananchi wa Chambobo na Lumbishi wanaendelea kuishi kwa hofu kutokana na uwezekano wa kutokea kwa mashambulizi mapya, milio ya risasi au harakati za makundi yenye silaha. Kwa sasa wakaaji wanatoa wito wa kuimarishwa kwa ulinzi wa raia na kurejeshwa kwa usalama wa kudumu katika maeneo yaliyoathiriwa na mapigano hayo. Hizo ni taarifa ambazo tulikuwa tunakuandalia kutokea maeneo ya Kalehe na maeneo mengine ya mashariki, hasa kaskazini mwa Kivu. Asanteni sana kwa kuweza kutufuatilia.